Na mtazamaji, tumerejea tena kwa mara nyingine. Bado tupo na mada yetu udhibiti wa kelele na mitetemo, na kama ambavyo ulikuwa unaendelea kupata ufafanuzi hapa, ni kwa namna gani viwango vya kelele ambavyo vinahitajika wakati wa mchana pamoja na usiku, bila kusahau pia na sheria zinasema nini. Kwa maana hiyo tulikuwa tunazungumzia kwa upande wa mchana. Yeah. Ndio. Kwa upande wa usiku ipoje? Kwa upande wa usiku, ndio, nyakati za usiku kwa mujibu wa kanuni zetu za udhibiti wa kelele na mitetemo za mwaka 2015, nyakati za usiku tunazitafsiri ni kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Na tumecategorize au tumetenganisha kwa maana ya maeneo yale yale kama ambavyo tumetenganisha kwa muda wa mchana, kwa maana ya maeneo ya makazi ya watu, maeneo ya viwanda na biashara. Katika maeneo ya makazi ya watu kwa usiku asitakiwi kuzidi decibel 40. Ya katika maeneo ya biashara kwa usiku asitakiwi kuzidi decibel 50. Na katika maeneo ya viwanda asitakiwi kuzidi decibel 65. Kwa hiyo naomba nirejee kwenye lile swali lako kwamba kama mtu anahitaji kufanyaje kufungua kiwanda kina mitetemo na kelele. Okay. Sasa kwa mujibu wa kanuni hizi, kanuni ya 11, kanuni ndogo ya pili, imeainisha kwamba ni wajibu kwa mtu yoyote ambaye anaanzisha hizo biashara ambazo zitaenda kuzalisha kelele, kwa maana ya nyumba za ibada au hivyo sehemu za burudani, ni wajibu kwa mujibu wa kanuni kuwa na kipimia sauti, sound level meter. Kanuni imeainisha kabisa kila mmiliki anatakiwa kuwa na hicho kipimia sauti, na kanuni imeisha kwamba ni kosa kisheria kwa mmiliki yoyote au anaendesha biashara yoyote kati ya hizo ambazo nimetaja kutokuwa na hiyo sound level meter. Na ile sound level meter itatakiwa iwekwe pale kwenye eneo lake la biashara ambazo anafanya, ambazo anaamini kwamba biashara hizo kuna muda na wakati zinazalisha sauti na kelele ambazo zimeenda nje ya viwango vilivyoainishwa kwa mujibu wa kanuni. Asante sana. Nitarejea baadaye kwa dada Mariam. Nataka nifahamu, tumezungumzia kwa taasisi hivi pale mimi nyumbani na geto langu chumba kimoja, nikaweka mziki, nikasema vibe visa, acha nifungulie maji koma, ataeleza pale. Yasini Masenga ni katibu jumuiya maridhiano na amani mkoa. Kwa nini kuna muunganiko huu wa utoaji na Bismillahirrahmanirrahim. Asante ndugu mtangazaji. Ndio. Kama ulivyosema, naitwa Masenga. Ni katibu wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, JMAT kifupi, mkoa huu wa Dar es Salaam. Kwa nini tunashirikiana? Ndio. Pamoja. Ni kwa sababu jumuiya hii ya maridhiano na amani Tanzania, muundo wake mzima unaruhusiwa kufanya kazi na Baraza la Uhifadhi wa Mazingira yanayotuzunguka. Ndio. Na JMAT kwa maana jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania inahusiana na vitu hivyo. Kwa lazima tushirikiane. Ukizungumza mazingira, unakwenda kuzungumza maji, miti, watu, maziwa, ufugaji na kadhalika. Haya yote jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania yake ya kuweza kuviangalia ili amani ije. Hayo mazingira lazima yatunzwe. Kama hayakutunzwa haya mazingira, amani haiwezi kuwepo. Ndio. Hata ukifika katika maeneo ya mabonde ya maji na nini, amani ya mwanadamu inaweza kukosekana kwa kuzidi mmomonyoko. Kweli. Mtu hawezi kulala salama katika nyumba hiyo. Akisikia maji yananguruma nje, huko amelala, lazima atoke kwanza aone kuna nini. Amani ipo, salama ipo. Kwa sisi kama jumuiya ya maridhiano na amani tunashirikiana na watu wa NEMC kwa sababu mazingira na sisi pia tunahusiana na hayo mazingira.
kama jumuiya ya maridhiano na amani. Sawa sawa, umeeleza vizuri sana. Nini kama viongozi wa dini mmekuwa mkihamasishana kwamba kuzungumza na waumini wenu huko katika nyumba za ibada swala zima kwa sababu katika mazingira ya mwanadamu tunapozungumzia mazingira ni nini? Mazingira maana yake ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka mwanadamu katika maisha yake ya kila siku. Ndio maana ya mazingira. Kwa hiyo kila unachokiona kinamzunguka mwanadamu ndio mazingira yake katika maisha yake. Sasa Maridhiano na Amani Tanzania, viongozi wa dini, kwa sababu hii jumuiya ni jumuiya ambayo inayoundwa na viongozi wa dini mbalimbali nchini, mila na desturi. Tunashirikiana nao. Sio kwamba tunahusiana na dini tu peke yake kama Waislamu au na Wakristo. Hapana. Kuna watu wa mila pia wamo ndani, wale machifu na kadhalika. Kwa hiyo hawa tunapozungumzia hawa machifu, maana yake ni kwamba hao wenzetu wamejikita sana katika mambo ya uchungaji, ukulima. Sasa katika kule kuchunga na kulima, jumuiya ya maridhiano tunahusiana hili. Kwa hiyo kama viongozi wa dini tuna wajibu wa kuyasimamia haya na kuyaboresha na kuhakikisha amani ya mfugaji na amani ya mkulima na amani ya mwananchi wa kawaida inaenda sawa kwa mujibu wa sheria na taratibu alizoziweka Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Hivi labda kiimani, najua mwenyewe una imani hapa, kuharibu mazingira kiimani tunatafsiri vipi? Kwa sababu unajua wakati mwingine tunataka pia tuwahubirie kiimani zaidi. Baba wa taifa hili alizungumzia uwizi ni pamoja na kuharibu mazingira. Alitoa mifano. Akasema unapoharibu mazingira unaharibu mazingira mazuri ya kizazi kijacho, ingali wewe wazazi wazee hawakukuibia. Ndio maana unaishi unavuta hewa safi, lakini kuharibu mazingira kiimani inakaaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anawaambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, kwamba mimi nataka kuumba mtawala, kiumbe mtawala, kiongozi atakaye kuitawala hii dunia ama kuishi katika hii dunia. Malaika walimwambia Mwenyezi Mungu, unataka kumuumba kiumbe ambaye atakuja kufanya uharibifu? Unataka kumuumba kiumbe ambaye atakuja kumwaga damu? Wakati sisi malaika tunakuabudu Mwenyezi Mungu na hatujawahi kukingeuka hata mara moja. Vipi unataka kuleta kiumbe ambaye atakuja kuharibu mazingira? Sasa kama malaika waliliona hili wakamwambia Mwenyezi Mungu, ataj'al fiha mayufsidu fiha wa yusfiku dima, unataka kuumba kiumbe atakaye kufanya uharibifu, ataharibu mazingira. Lakini pia si kuharibu mazingira tu, anaweza akaja akamwaga damu. Shida yako nini Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu aliwajibu moja tu, akamwambia inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi ninakijua kile ambacho nyinyi hamkijui. Kwa hiyo viongozi wa dini pale ambapo tunakwenda kushirikiana na NEMC ni kuhakikisha kwamba mazingira ya mwanadamu huyo yanakaa sawa, isije ikawa kama walivyoona malaika kwamba kwamba hawa watakuja kufanya uharibifu. Uharibifu ni pamoja na kuharibu mazingira. Na kwa leo unaona tatu kutaka kujenga nyumba zetu, lazima tubomoe kwanza afu ndo tujenge. Yaani tuharibu alafu ndo tujenge. Ndio. Lazima tuchimbe msingi. Kile kitu cha kuchimba ardhi tunafanya uharibifu. Lakini baadaye tunakuja kujenga kitu ambacho kinakuja kusimama. Sasa vile ambavyo vipo pembeni yake basi visiharibike, ili Mwenyezi Mungu aendelee kutupa thawabu. Kwa hiyo kuharibu mazingira ni kosa la kisheria. Tumemharibu Mwenyezi Mungu, kwa maana tumeharibu haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio lengo lake tuje tufanye uharibifu. Mungu alituamini sana. Alituamini sana. Ndio maana akamwambia malaika, mimi najua kile ambacho nyinyi mkijua. Akatuliza. Wale wakatulia. Kwa hiyo dini, viongozi wa dini, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha haya mazingira yanatunzwa kama Mwenyezi Mungu alivyotutetea kwa malaika. Sheikh Yasini, nimependa sana simulizi yako hii. Nimeipenda sana. Ndio. Nadhani kwenye nyumba za ibada hebu unatoa hiyo simulizi. Haswa Kuonesha namna gani Mwenyezi Mungu sisi alituamini. Ili unapokata mtu utafakari simulizi. Sasa unaona malaika ndio maana walishtuka. Kwa unataka kudhibitisha hilo? Hiyo inaweza kani dhambi pia yenyewe bwana. Umeona bwana? Sasa lakini pia tumesikia mara kadhaa pia tunafahamu kwamba umeeleza jumuiya muunganiko jinsi ulivyo.
Na ninyi pia kwenye nyumba za ibada pia kuna vipaza sauti, mmekuwa mkielimishana ninyi wenyewe kwa ninyi kuhakikisha kwamba tunapunguza hii mitetemo na kelele? Ya, sisi kwa kushirikiana na NEMKI, kwanza tuwashukuru sana watu wa NEMKI kwa sababu sisi kama jumuiya tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Ndiyo. Na misikitini, makanisani, kwenye nyumba za ibada hizi tumekuwa tukizungumza sana na viongozi wa hizi nyumba za ibada. Sasa kwanza, sauti inayozidi kiwango inamkhalas, kwa maana inamkera, inamsumbua hata yeye muumini msikilizaji. Hasikii, anasikia kelele tu. Kumbe wewe unaongea neno la Mungu, lakini kwa sababu kwanza wewe mwenyewe utakuwa unaongea kwa nguvu, lakini pili wale wanaokusikiliza na wenyewe pia hawakuelewi, hawasikii, wanasikia kelele tu zinaendelea. Mwisho wa siku waumini wanatoka katika nyumba za ibada wakiwa hawajapata chochote. Lakini ili kuwe kuna masikilizano, sauti iwe ya wastani na kipimo ambacho tunaweza kusikilizana. Mfano misikitini, pamoja na adhana zinazoadhiniwa, dhamira ni kuwaita waumini waje katika nyumba ya ibada. Lakini kile kinachofanyika mle ndani mara nyingi sana, hasa katika hotuba, katika mawaidha, katika nini, sauti huwa zinazimwa, spika za nje zinabaki zile za ndani. Tunazungumza wenyewe, tunazungumza, tuko ndani, tunaelezana Mungu anataka nini, wewe mwanadamu haki yako iko wapi, Mwenyezi Mungu ana haki gani, hivyo. Kwa hiyo hata makanisani pia, kwa kushirikiana na NEMKI makanisani na misikitini pia tumefanya makongamano mbalimbali. Na hata hapa ninapozungumza kwamba tarehe 15 ya mwezi wa 6, Mwenyezi Mungu akitujalia, tutakuwa tuna kongamano kubwa la viongozi wa dini, wachungaji, maaskofu na mashehe, kwa ajili ya kuzungumzia hili swala pia la kitaifa au kimkoa. La kimkoa wa Dar es Salaam. Tunakusanya wachungaji wote wa mkoa wa Dar es Salaam ili kuzungumza nao na kuwapa maelekezo haya. Na watu wa NEMKI pia tuko nao na watakuwepo kwa ajili ya kutoa elimu hii. Hizo decibeli ambazo dada amezizungumza hapa zitakwenda kuzungumzwa tena pale kwa upanafu zaidi, ili viongozi wa dini wapate kujua kwamba athari, kwa sababu hata wewe mwenyewe mzungumzaji, sauti inapozidi kiwango inakuathiri bila kujijua. Lakini wale wanaosikiliza pia wanaathirika. Tunapata magonjwa ya moyo, tunapata pressure, tunapata vitu chungu mzima, vichwa vinauma. Ni kwa sababu ya sauti kuwa imezidi kiwango, imepitiliza. Kwa hiyo kwa hili, kama viongozi wa dini tunazungumza nao sana, viongozi wa dini hao kwenye manyumba ya ibada, ili wapunguze viwango vya sauti, tuweze kusikilizana wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana jumuiya ya maridhiano na amani, hata kile kiwango wanaridhiana kwamba kiwango kiwe hivi, tusije tukamkosesha amani jirani hapo wa pili. Unajua kuna pia tufahamu majirani zetu wengine ni wagonjwa, wanaumwa, kuna wengine na pressure, umeelewa, kuna wengine mimi daktari nishaenda sehemu nikamwambia usikae sehemu zenye kelele. Kwa nikarudi nyumbani kuona jirani yangu ananipiga kelele, sasa ikabidi niende porini. Sasa nyumbani kwangu penyewe napakimbia kwa sababu tu ya zile vurugu. Sasa unahitaji sehemu ya utulivu. Na unajua katika vitabu vya dini, ndio kwa mfano unachukua Qur'an ukisoma, ule msahafu mzima wenye juzu 30, ule msahafu mzima ukiutazama una mambo matatu tu. Ila yamekwenda kufafanuliwa tu, lakini una mambo matatu. Qur'ani ndani yake ina maamrisho, Qur'an ndani yake ina maonyo, Qur'an ndani yake ina mawaidha. Kwa hiyo pale unapotakiwa kuonywa uonyeke, pale unapoamrishika kupitia maandiko uamrishike, lakini pale unapopewa mawaidha, unapopewa faraja, ufarijike kupitia mawaidha hayo. Sasa andiko linapokuja kwa makemeo, wewe mzungumzaji unatakiwa ukemee kama andiko linavyotaka. Linakutaka ukemee, basi unatakiwa ukemee kwamba msifanye kadha, msifanye hiki na hiki. Sasa wakati unakemea bila kujijua, sauti unajisikia inapanda. Wakati huo chombo chako na chenyewe pia kipo juu kiwango chake cha sauti, na wewe umezidisha sauti, kiwango chako kipo juu. Kwa hiyo kiwango cha chombo na kiwango cha sauti yako, kile ndio kinacholeta matatizo. Siku moja miongoni mwa waumini wangu waliniuliza, "Shekhe, labda niulize swali,
Sisi ndio tunakuja msikitini, tupo ndani humo, tuko na wewe, tunazungumza na wewe, unatupa somo kutoka kwa Muumba. Lakini kinachotushangaza, tunapoingia kwenye misikiti, yani manyumba ya ibada, yule mzungumzaji anayezungumza na sisi ambaye ni kiongozi, yeye anaongea kwa nguvu, anatufokea, anatumia nguvu. Kosa letu nini? Yaani kosa letu kuingia kwenye nyumba ya ibada, tumefanya vibaya kuja, tumekosea au ni nini? Nikamwambia hapana, isipokuwa tu pale kuna ule utashi wa mtu. Hapa mzungumzaji amepatwa na utashi, ile mizuka imekuja juu, ile midadi imeongezeka ya kibinadamu, kwa hiyo analazimika kusema kwa sauti. Sasa anachotakiwa kufanya, ajue sauti yake ni kali, basi akadirie chombo chake anachozungumzia kiwe kina mfanano wa kuwafanya watu waweze kumsikiliza sawa sawa. Asante sana. Na ninachofurahi ni kwamba asilimia kubwa ya viongozi wa dini, hata kama wakiwa wanakemea kwa dini zote, kuna namna ya lugha fulani wanakemea, wananena kwa lugha tofauti. Ukienda baa huko, unajua ukienda baa huko mkianza kukemeana, kila mtu anataka ashindane viwango. Kuna anayemsikiliza mzee. Kama mtu akipandisha kiweka hapa, yeye inabidi apande juu zaidi. Tuna dakika moja, dadangu Mariam, tueleze hata watu binafsi hiyo sherehe na wahusu, kwa sababu huko mtaani kuna mambo mengi pia. Tuna majirani, tumepanga nyumba, wakati mwingine kwa sababu ujumbe kama usikii taarabu kaweka ndio anaongeza sauti na inavuka viwango. Okay, nashukuru ndugu mtangazaji. Hii sheria ina apply kwa wote. Kwa hiyo hata hii jamii ambayo tunaishi nayo kwa ujumla, si ruhusa kupiga kelele kwa viwango ambavyo havijaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu kama alivyoeleza katibu wa jumuiya hapa, madhara yale ya kelele yanaanza kwanza kwako mwenyewe, kwa jamii inayokuzunguka na watu wote kwa ujumla. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe mhusika hauruhusiwi kupiga kelele hizo, sababu una wajibu wa kulinda afya yako na watu ambao wanakuzunguka kwa ujumla wake. Na nadhani kuna changamoto kubwa ya watu wengi hawaelewi madhara ya hizo kelele. Ndio maana unakuta tu watu wanapiga kelele, wanaishi kwenye kelele, na pale ambapo unajaribu kuwaelimisha wengine hawafati kama hivyo wanavyosema. Mtu akisha kuwa kwenye sehemu ya kinywaji, mizuka nayo tunasema inapanda. Kwa hiyo naye anafanya kelele, muziki kelele, na madhara huwezi kuyaona kwa siku hiyo au kwa muda huo. Sawa. Kwa sekunde chache, kuna mtu ametoa maoni anasema kiongozi kwema, asante kwa kipindi. Naomba uulize wadau, mazingira kule kwetu Tabata ametaja, sasa kutaja baa ambazo amezitaja, sasa zinapiga mpaka asubuhi, mpaka wanafunzi wanashindwa kusoma na wagonjwa wanakuwa wanapata tabu. Anaweza kufanya nini cha kwanza? Sababu lazima tupate, kwa mfano mimi nikifanyiwa uhalifu naenda polisi. Nikiona kuna mtu ananisumbua na kelele zake, niende wapi nikashtaki? Kwa sekunde chache. Sisi tumeruhusu watu kuleta malalamiko ofisini kwetu. Tunapokea malalamiko kwa mtu yoyote ambaye yuko karibu na eneo ambalo linafanya hizo chaos au vyovyote. Sisi tuko tayari kupokea malalamiko na tunapokea malalamiko na mnaenda na tunaenda, na vile vile kuna hizi inspections za kawaida ambazo tunazofanya kwa mujibu wa sheria. Sio lazima tupokee malalamiko. Kuna muda tunaenda sisi wenyewe kama kutekeleza majukumu yetu. Lakini kwa issue kama hiyo ya huyu aliyetoa hoja yake, namkaribisha sana baraza, milango yetu iko wazi muda wote, alete malalamiko yake na tunayaahidi kuyashughulikia ipasavyo kwa mujibu wa sheria na kanuni. Sawa. Mzee wa Tabata, umekaribishwa NEMC, uende ukatoa malalamiko yako, na mara baada ya kutoa malalamiko yako basi watakuja moja kwa moja kufanya operation. Lakini kama ufahamu ofisi zilipo, unaenda kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, atakuelekeza tu wapi NEMC inapatikana. Asante sana Mariam Baruku, afisa sheria mwandamizi Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Asante kwa kuja. Lakini pia asante sana Sheikh Yasin Masenga, katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Dar es Salaam. Mimi ni Emmanuel Makapusela. Tunapata taarifa ya habari, endelea kuwa nasi.